Nimesikia juzi mnasema ya kwamba internet haisahau. Na ni kweli internet huwa haisahau. Kwa sababu hata yale mambo ambayo uliweka miaka mingapi itakukumbusha. Ikwambie uliweka leo masaa kama haya na wakati kama huu. Na ile swali ningependa nikaweze kukuuliza. Kama internet haisahau na ilitengenezwa na mwanadamu, na Mungu je ambaye aliziumba mbingu na dunia, na Mungu je ambaye amemuumba mwanadamu kwa mfano wake, unataka kuniambia Mungu anaweza akasahau? La hasha. La hasha. La hasha. Kwa sababu Mungu yuko na kumbukumbu. Na kwa sababu Mungu yuko na vitabu ambavyo huwa anaviandika. Kwa sababu ya mambo yale mazuri na kwa sababu ya mambo yale mabaya. Na Mungu huwa analipa kulingana na matendo ya mwanadamu vile alivyo. Ole wenu nyinyi ambao mnamwaga damu kwa sababu ya utajiri. Ole wenu nyinyi ambao mnaiba mali ya watu kwa sababu mtajirike. Ole wenu nyinyi ambao mmepora wamama wajane mali zao, watoto yatima mali zao, ili mkaweze kustawi katika maisha yenu. Ole wenu nyinyi viongozi ambao mnamwaga damu ili mkaweze kutajirika, ili mkaweze kupokea hivyo viti. Hukumu ya Mungu itakuja juu yenu, kwa sababu Mungu ni wa haki na Mungu huwa anaweka kumbukumbu. Na usidhanie katika maisha yako kile kitendo ambacho umekitenda ya kwamba Mungu atakuachilia uende tu hivyo bure kama haujalipa. Kaini alipomuua Abeli, tunaona ya kwamba Mungu alikabiliana na yeye sawa sawa, na Mungu hajabadilika. Mwanadamu ndiye huwa anabadilika. Na ningependa tukaweze kuangalia neno siku hii ya leo, na ili tukaweze kuogopa sana yale mambo ambayo tunafanya. Ndiyo, wakati mwingine mwanadamu huwa anafanya mambo kwa sababu ya ulafi, kwa sababu hatosheki. Utamwaga damu kwa sababu unataka kiti cha siasa. Utafanya kile kitendo utafanya na ufisadi mwingi kwa sababu unatajirika. Lakini tajiri na maskini Mungu alitengeneza sehemu yao ni moja, 46/6. Hautoenda na magari, hautoenda na manyumba, hakuna kitu ambacho utakibeba. Na zaidi ya mambo hayo, hukumu ya Mungu itakuwa juu ya kichwa chako. Na ukicheza hiyo hukumu ya Mungu itakuwa katika hata juu ya ukoo wako. Tunamwona Mungu anakumbuka kitendo kile cha Mordekai katika kitabu cha Esther 6. Mordekai alitenda kitendo chema, Nicodemus alitenda matendo mema, na kwa sababu ya matendo hayo watu wale wakakumbukwa. Lakini je, unapoasi Mungu, unapotesa watu wa Mungu, unapoenda na mienendo ambayo si ya Mungu, ni kitu gani kitafanyika katika maisha yako? Nataka tukaweza kuangalia neno katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wa 2 na mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, nitawaadhibu Amaleki kwa sababu ya hayo aliyowatenda Israeli, jinsi alivyomvizia njiani alipopanda kutoka Misri. Sasa enenda ukawashambulie Amaleki na kuangamiza kabisa vitu vyote walivyo navyo. Huyu ni Mungu ambaye anaongea. Na Mungu amemtuma Samueli aende kwa Sauli, kwa sababu kuna kitendo ambacho Mungu amekumbuka. Mpendwa, kuna kitendo ambacho Amaleki alikitenda Israeli. Alimfisia njiani, alimjifichia njiani, akampiga alipokuwa anapanda akitoka Misri. Wakafanya mambo yale, lakini wakadhani Mungu alisahau. Wakatenda mambo yale, lakini wakakaa kimya.
wakidhani Mungu alisahau. Sasa kile kitu kimenishangaza ni hiki, na hapa ndipo nataka tukaweze kumwogopa Mungu, hata kana kwamba tunataka viti, hata kama kana kwamba tunataka pesa, tukaweze kumwogopa Mungu, kwa sababu maneno haya ya Amaleki na kumpiga Israeli akipanda kutoka Misri yameandikwa katika kitabu cha Kutoka 17 mstari wa 8, ukisoma mpaka mstari wa 16 utapata hii hadithi. Na tunaona ya kwamba Mungu tena anaiongea katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, I think 23. Na sasa tumekuja tukaisoma katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza. Maneno haya yalifanyika lini? Na ni miaka mingapi ambayo ilikwisha ili Mungu akalipize kisasi kwa sababu ya Israeli? Bwana asifiwe sana. Maneno haya yalifanyika katika mwaka karibia na miaka ya 1446 and 1406 BC. Na Sauli alianza kutawala katika mwaka wa 1050 BC. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba muda kati ya mashambulizi ya Amaleki na amri ya Mungu kwa Sauli katika Samueli wa kwanza 15 ni takribani ilikuwa karibia miaka 300 hadi miaka 400. Mungu alikuwa amenyamaza, lakini kunyamaza kwa Mungu si kwa sababu alikuwa amesahau. Mungu hakunyamaza kwa sababu alikuwa amesahau. Kuna vitu utafanya wewe na vitakuja kudhuru watoto wako. Kuna vitu utafanya katika ulimwengu, lakini watoto wako watakuja kuvilipa. Mungu anamwambia Sauli, nenda uangamize Amaleki na usibakishe hata kitu. Soma katika hicho kitabu utaona. Mpaka yule mtoto ambaye yuko kwa tumbo, ambaye hajazaliwa, mnyama na mpaka na mwanamke, watu ambao hawakuweko miaka ile Amaleki akipiga Israeli. Hawakuwa. Watoto hao ambao wako katika matumbo za mama zao hawakuwa. Miaka 400 ni miaka mingi sana, na ni watu wengi sana wamezaliwa katika kipindi hicho. Lakini Mungu akiwa mbinguni alikasirika kwa sababu ya Amaleki, kwa sababu ya kumpiga Israeli akitoka Misri, wakati alikuwa amechoka, wakati alikuwa na njaa. Israeli, Amaleki akachukua advantage ya hali hiyo. Wale waliokuwa wamebaki nyuma kwa sababu ya kuchoka, Israeli akawapiga. Mungu akachukua mambo hayo akayaweka katika moyo wake, akingojea ile siku itakapofika alipize kisasi. Na kwa hiyo Mungu na hukumu ya Mungu ilikaa juu ya Amaleki mpaka pale Sauli alipoteuliwa kwa mfalme. Angalia wale watu ambao wanaathirika kwa sababu ya matendo ya Amaleki. Watoto waliuawa, wanyama wakauawa, kwa sababu sheria ya Mungu aliyompa Sauli ni kwamba auwe kila kitu, mpaka Agagi mfalme akaweza kumuua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaona katika maandiko kwamba Mungu alikumbuka matendo ya Amaleki, na jinsi hiyo tunaona ya kwamba ni jinsi ya Mungu kulipisha haki. Ndiyo, kesi ya Mungu inaweza kucheleweshwa, lakini isisahauliwe. Unaweza ukadhani umeingia miaka ile ulikuwa unataka katika uongozi na umemaliza, ukadhani hukumu ya Mungu, Mungu alifunga macho wakati ulitenda kitendo kiovu. Ole wenu nyinyi ambao ni viongozi. Ole wenu nyinyi ambao mnapora mali ya umma na ufisadi mwingi, mkitarajia Mungu ama mkifikiria Mungu ya kwamba yeye amesahau. Mungu hajasahau, na hukumu ya Mungu iko juu yenu hata leo. Utamaliza, lakini kitakacho kuja kukufuata baadaye, mtu wa Mungu, oh goodness my Father, hukumu ya Mungu. Mungu
Mungu hasahau. Mungu hasahau. Kama Mungu analipa matendo mazuri, hata matendo mabaya hawezi akasahau. Biblia inauliza, kweli naweza nikamwacha mtu ambaye ni mwovu aende bure hivyo kabla hajalipa ubaya wake? Naweza nikamwachilia kweli akatembea free hivyo kabla hajalipa ubaya wake? Taka tuangalie neno katika kitabu cha Sefania 1:13. Biblia inasema kwamba watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, wajapopanda mizabibu hawatakunywa divai yake. Utajenga nyumba wewe na hizo pesa za ufisadi, lakini hautaifurahia. Utapanda mizabibu lakini hautakula zabibu zake. Na hii ilikuwa ni onyo ya Bwana iliyokuja wakati wa hukumu ya Mungu juu ya Yuda. Na ndio nikatangulia kukwambia kwamba hukumu ya Mungu itaanguka juu yako usipotubu, kwa sababu wewe ndiye unayejielewa na wewe ndiye unayejijua katika moyo wako yale mambo ambayo umeyafanya. Tufiche sisi kwa sababu hatukuoni, lakini kuna yeye ambaye huwa anautazama moyo wa mwanadamu, ambaye hukumu yake ni mbaya sana hata kuliko hukumu ya mahakimu wa dunia. Na kwa hiyo mstari wa huu wa 13 tunaona ya kwamba unazungumza haswa juu ya ubatili wa juhudi za waovu. Mungu anasema ya kwamba ingawa watu watajenga majumba ya magorofa, wayapambe na mawe ya dhahabu na fedha, jina la Bwana lipewe sifa. Ingawa watu wanaweza wakajenga hayo majumba, lakini hawatayokaa, lakini hawatokaa katika hayo manyumba, kwa sababu hukumu ya Mungu itakuwa juu ya maisha yao. Na tunapoongea mambo ya mizabibu, ya kwamba watapanda zabibu lakini hawatakunywa divai yake, hawatakula matunda yake. Mzabibu ni ishara za ustawi na utulivu katika maisha. Hautapata amani. Hata saa hii ninajua kwamba moyo wako unakuhukumu, kwa sababu unajua kuna mambo ulifanya na ukajificha. Ukapeleka kesi namna hii, ukalipa kwa sababu uko na pesa, ukalipa ukaachiliwa. Lakini kuna mmoja ambaye huwa hahongwi, ambaye ni Mungu. Neno hili sijui limenitoka wapi. Kuna mmoja ambaye huwa hahongwi, ambaye ni Jehova Mungu wa mbinguni. Huyo huwa hahongwi. Mizabibu ni ishara za ustawi. Unadhani ya kwamba umestawi, unadhani ya kwamba umefika kwa sababu umepora watu, umeiba mali ya umma, umeua watu, umemwaga damu, unadhani sasa umefika. Mpendwa, mtu wa Mungu, haujafika. Haujafika. Ingojea hukumu ya Mungu, kwa sababu inakuja. Lakini neno linasema kwamba huo ustawi, huo utajiri, haya majumba hawataweza kuzifurahia, kwa sababu hukumu ya Mungu inakuja na kazi yao ngumu itakuwa bure. Hukumu ya Mungu inakuja juu ya maisha yako na kazi hiyo yote itakuwa ni bure. Kwa nini usitubu na umwambie Bwana akusamehe? Unaangalia dirisho ya miaka 300 mpaka 400. Watu walitenda uovu, wakamtenda mnyonge, mtu ambaye alikuwa amepigwa, amechoka na panda na njaa na mambo yake alikuwa amechoka. Wakaja wakampiga, wakadhani Mungu amesahau. Miaka 400 Mungu alikuwa anangojea wakati wa kulipiza kisasi.
Utajenga nyumba na hautoikaa. Utapanda mizabibu lakini hautofurahia matunda yake. Maisha yako yatakaa maisha ya mtu ambaye hajielewi. Ingawa pesa uko nazo na utajiri uko nao, lakini hauwezi ukaenjoy huo utajiri. Mrudie Bwana, tubu mbele za Mungu. Ni wa neema nyingi na ni wa rehema nyingi. Kwa sababu mtu muovu anapofanya uovu anadhani ya kwamba ameponea. Sababu yuko na pesa za kuhonga, yuko na pesa za kupiga hapa na kupiga pale. Kesi inatupiliwa na kesi inafunikwa na kesi inafichwa. Itafichwa machoni pa mwanadamu, lakini machoni pa Mungu hiyo kesi bado iko. Na hukumu ya Mungu bado iko juu ya mabega yako. Na usipotubu, hata ukoo wako utalipa dhambi ambayo haujui ili watoka wapi. Kwa hivyo ujue ya kwamba kama internet haiwezi ikasahau, hata Mungu hawezi akasahau. Yale matendo mazuri uliyotenda yameandikwa na utalipwa kulingana na huo uzuri wa matendo hayo. Na yale matendo maovu ambayo umeyatenda yameandikwa, na hukumu ya Mungu itakuwa juu yako kwa sababu ya matendo hayo. Utahukumiwa kulingana na hayo matendo. Wamaleki walihukumiwa kwa sababu ya kitendo kile ambacho walikitenda. Na hata wewe, ole wako mtu wewe ambaye hujali. Ole wako wewe ambaye haujali wengine. Unafanya mambo yoyote yule kwa sababu ya ubinafsi wako mwenyewe. Ole wako, kwa sababu hukumu ya Mungu itakuja juu ya maisha yako. Nimepaza sauti ya Mungu na nimeongea kulingana na vile Bwana alivyosema niseme. Kazi iko kwako. Ukitaka kulisikiza neno la Mungu ni shauri yako. Hata usipo kosa kulisikiza ni shauri yako. Lakini nimesema na nimeongea. Aliye na sikio na asikie vile Roho wa Bwana anavyonena na watu wake. Rehema za Mungu bado nyingi. Utakapoenda mbele za Mungu utubu, atakusamehe. Lakini utakapoendelea kukausha moyo wako kwa sababu ubinafsi wa moyo wako, hukumu ya Mungu haitaondoka juu ya maisha yako. Na kwa hiyo ni vyema ukaangalia mahali ulipotelea. Ni vyema ukaangalia mahali ulitenda makosa, ukarudi. Hukumu ya Mungu si kama ya mwanadamu. Ya mwanadamu unaweza ukalipa, ukahonga, barua zikabadilishwa, barua zikaandikwa zingine. Lakini yeye aketie katika kiti cha mfalme, yeye afanyaye kesi na ukweli na uwazi, kesi hiyo ambayo ya matendo ambayo ulifanya. Ulimnyima mnyonge haki yake, ukampora mnyonge mali yake, ukampora mtoto yatima, ukampora mama mjane kwa sababu hana mtu wa kumtetea. Ndiyo, ukajifurahisha na mali yake. Mama mjane aliwachwa na mume wake, mali yake ukaiba kwa sababu hana mtu wa kumtetea. Sikia hii, yuko naye mtu wa kumtetea. Jehova ndiye Bwana wa hawa mama, asema Mungu. Jehova ndiye baba ya hao watoto ambao hawana baba. Kwa hiyo jihadhari sana. Ole wako wewe mtu mwovu. Ole wako wewe mtu mfisadi. Ujihadhari sana. Kwa sababu usipobadilika, hukumu ya Mungu inakuja katika maisha yako. Bwana akusaidie na akuhurumie kwa jina la Yesu.